Jamvi Studio inawaletea. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعد ياكم حميد Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ikhwatal iman, awalan ni mshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliyetujalia kukutana kwenye kikao hichi cha kheri kwenye nyumba yake hii ya kheri, tukifundishana ambayo ni ya kheri yaliyoletwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kisha ni washukuru walioandaa program hii kwa hali na mali, ili tu da'wa ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala izidi kusonga mbele na watu wapate kuelimika. Vile vile ni siwasahau kila aliyewacha shughuli zake kukaa hapa kwa malengo ya kusikiliza chakula cha moyo, chakula ambacho ni bora kuliko chakula cha tumbo. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atujalie ni miongoni mwa wenye kupenda dini yake na kuifuatilizia. Kwenye muhadhara wetu wa leo tunazungumza amradhul qulubi, maradhi ya moyo, baadhi ya maradhi ya moyo. Kwa nini moyo? Kwa sababu tunafahamu ya kwamba alqalbu ndiyo malikul a'dha, moyo ndiyo mfalme wa viungo vote, wa masdaru salahiha au fasadiha, ndiyo masdari ya kutengea kwa viungo vingine au kuharibika viungo vingine. Kwa maana ukiharibika moyo, mengine yote yameharibika. Ukitengea moyo, basi mengine yote itakuwa yametengea. Maneno haya yamekuja kwenye hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam pale aliposema, ala wa inna fil jasadi mudgha, jueni ya kuwa katika mwili pana kipande cha nyama, idha salahat, kikitengea kikawa kizuri hicho kipande cha nyama, basi salahal jasadu kulluhu, mwili wote utakuwa ni wenye kutengea. Wa idha fasadat, na ikiwa kipande hicho cha nyama kikiharibika, basi fasadal jasadu kulluhu, mwili wote nao vile vile unaharibika. Ala wa hiya alqalbu, kisha mtume akasema ya kwamba makusudio ya kipande kenyewe hicho cha nyama ni alqalbu, ni moyo,
yani moyo ndio uliokusudiwa hapa. Ukitengea kumetengea kwingine, ukiharibika basi kwingine kumeharibika. Kwenye hadithi hii pana dalili ya kuonyesha kutengea kwa amali za mja, vitendo vyake, maneno yake, wakati moyo unapokuwa uko salama. Na inaonesha vile vile kufisidika matendo ya mja kwa kiasi cha kufisidika na kuharibika moyo wake. Hili linapatikana katika sampuli 3 zilizogawanya na wanazuoni katika tatabu na istiqra. Wakatugawanyia moyo unagawanyika sehemu 3. Sehemu ya kwanza ni alqalbu salim, moyo uliosalimika. وهو الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه. Ni ule moyo ambao umesalimika na shahwa zote na haukhalifu shahwa zote zenye kukhalifu amri ya Mungu na makatazo yake. Huu ndio moyo namba ya kwanza, na ndio moyo uliosifiwa kwenye Qur'ani, illa man atallaha biqalbin salim, yani yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. النوع الثاني ni alqalbu almayyit, ni moyo uliokufa. Wa huwa alladhi la hayata bihi, hauna uhai kabisa. Fahuwa la ya'rifu rabbahu, moyo huo haumjui mola wake, wala ya'buduhu, wala haumwabudu mola wake. Fahuwa waqifun ma'a shahawatihi wa ladhatihi, moyo huo umesimama kwenye matamanio yake na kwenye ladha. Walau kana fiha sakhtu rabbihi wa ghadabihi, hata kama ni kwenye jambo lenye kumuudhi na kumkasirisha mola wake, hataki kujua. Yeye yuangalia starehe ya ule moyo. Nikifanya hivi moyo wangu utafurahi? Naam, utafurahi. Je, mola ataudhika? Ataudhika. Lakini naudhike shauri zake, muhimu moyo wangu ufanye, moyo wangu ufurahi. Huu ni moyo uliokufa, na ni moyo ambao tunatakiwa tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuepushe nao. An-naw'u thalith, moyo wa 3 ni alqalbu almarid, ni moyo ambao una maradhi. Lahu hayatun lakin bihi marad, moyo uko hai bado, una hema, lakini una maradhi. Uko kwenye chumba cha hatari, umelazwa ICU kule, madaktari wote wa India wameingia hapo, wanautizama. Fa imma ila salamati adna wa imma, ndio uende kabisa. Imma ni ufanyiwe matibabu ili moyo upoe, maisha yaendelee, ama ni ufe kabisa, mambo yaishe, tutangaze kifo cha fulani kwamba amemalizika. Wala msishangae kusema hivyo. Waweza ukawa uko hai na kumbe umekufa kwa sababu ya kutokusimama kwenye sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ibn al-Qayyim asema fa haqiqatul hayati hiya hayatul qalbi, uhakika wa maisha au uhakika wa uhai ni uhai wa moyo. Walihadha ja'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala al-kafir mayitan ghayra hayy, Mungu amemfanya kafiri ni maiti, hayuko hai. Na pengine tumuona sisi huyu ni fulani yatembea, lakini Mungu asemaje? Amwatun ghayru ahya, ni maiti hawa, wala hawako hai. Katika suratul Nahli 21. Kwa nini ufe moyo na bado yuko hai? Ni wakati tu atakapokuwa na i'rad na dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, washtaghala bil maasi, akajishughulisha na maasiya, fadha'at alayhi ayamu hayatihi alhaqiqiyya, yakapotea
masiku ya uhai wake wa kihakika, na kukumbuka kwake itakuwa wazungu wasema ni too late. Atakumbuka wakati ambao hakuna tena nafasi, pale atakaposema ya laitani qaddamtu li hayati, afadhali mimi ningetanguliza mambo yatakao ninufaisha mimi kwenye maisha haya ambao sasa hivi niko. Hapo tayari ushaoneshwa jahannam, ushaoneshwa kwamba wewe ni mtu muovu, ndio unakumbuka. Lakini Mungu asema wa anna lahu dhikra, haimfai tena makumbusho yale atakayo yakumbuka. Fa ashrafu ma fil insani qalbuhu. Ndugu zangu katika iman, jambo ambalo ni tukufu na bora na lenye thamani katika mwili wa mwanadamu ni moyo wake. Apambane katika kuutengeza, umjue Mola wake kwa iman na maarifa, na umjue mtume wake sallallahu alayhi wasallam anatakiwa fuatwe vipi, hataki yapi. Huyu ndiye mwanadamu, na huyu ndiye aliyekuwa na moyo ambao uliosalimika. Mwenyezi Mungu anatizama hilo. Nyoyo ndicho kila kitu. Hana haja kama alivyosema kwenye hadithi mtume, inna Allaha la yanzuru ila ajsamikum, Mwenyezi Mungu haangalii miili yenu, wala ila suwarikum, wala haangalii sura zenu, hana haja nazo. Haangalii miili kwamba wewe ni bonsa, ni zinga, una fremu, kuwa hata na pila kama za msikiti. Mungu haangalii hilo. Wala ila suwarikum, wala haangalii sura zenu, kuwa handsome, kuwa wewe si handsome, kuwa na nyele singa, uwe na nyele koto, uwe ni mweupe, uwe ni mweusi, ni mrefu, ni mfupi, kuwa vovoto takavyokuwa. Mungu hana haja na hilo. Madha yanzur, asema walakin yanzuru ila qulubikum, atizama nyoyo zenu ziko vipi. Ndio pale walipokuja wale katika baadhi ya riwaya, wafungwa wale wakaja kumuona Nabii Yusuf. Nabii Yusuf akawakaribisha ndani, akamwambia tuje tukufuate hivyo, wewe msafi na wenda kwenye ofisi na sisi tumevaa hivi, takuwaje mambo haya? Nabii Yusuf akamwambia hakika mimi natizama nyoyo zenu, naziona ziko safi sana, kwa hivyo haina matatizo kwenye muonekano wa nje. Tunafahamiana Waislamu, moyo ndio kila kitu, na moyo ndipo pahali panapo tizama. Ikiwa hali ni hiyo, hapana budi nyoyo kama hizi kuchungwa na kulishwa chakula chake na kuongozwa barabara ambayo ni mzuri, na kupewa onyo na maradhi ambayo ni ya hatari. Lazima tuwe na hadhari kwenye kutengeneza nyoyo zetu kuliko kuwa na hadhari na mengine. Mtihani ni kwamba sisi tuna hadhari na kuchunga miili yetu. Ukisikia tu tofauti kidogo, moja kwa moja waenda kumuona daktari muhusika, ima ni wa kichwa ama wa mgongo, wa tumbo. Daktari, toka na jana nasikia tahfash kidogo, hebu nitizame. Wataka kujua tatizo nini. Lau hii hamu tungeipeleka kwenye nyoyo zetu, kila siku iwe twazitizama, ndizo hizi nyoyo ndizo ziko sawa kwa Mola wake, ibada zaenda sawa, akida iko sawa, imani iko sawa, tungekuwa tumekuwa kwenye barabara ambayo ni ya sawa na barabara ya kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwenye hili la moyo, ndugu zangu, wanazuoni wakatugawanyia maradhi ya moyo sehemu mbili: maradhu shubhatin wa maradhu shahwa. Maradhi ya shubha, ya shaka, na maradhi ya shahwa. Wakilahuma madhkurun fil Qur'an, na maradhi yote mawili yametajwa kwenye Qur'an. Mungu asema fi qulubihim maradhun fazadahumullahu maradha. Fahadha maradhu shubha,
yani wanashaka kwenye nyoyo zao. Mwenyezi Mungu akazidisha shaka. Kisha akasema tena, fala takhdha'na bilqawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Fahadha maradhu ash-shahwa wa hiya ma hubbiba ilayhi an-nas kathira kama qala ta'ala zuyyina lin-nasi hubbu ash-shahawati minan nisa'i wal banin. Sasa maradhi tunayo yazungumza hapa ikhwatal iman kwenye kikao chetu hichi cha leo ni maradhi ya ashahwa. Na maradhi ya shahwa yanagawanyika sehemu nyingi. Miongoni mwa hayo ni alhasadu, uhasidi. Sababu ukija ukipeleleza hasad yaingia kwenye maradhi ya shubha ama maradhi ya shahwa. Kwa mujibu wa aya zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiri al muqantarati min adh-dhahabi wal fidda wal khayli al musawwama, inachoonyesha wazi kwamba hasad inaingia hapo. Maradhi ya shahwa, ya matamanio, kutamani mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bado hajakupatia. Nini maana ya alhasadu? Hasadi maana yake ni tamanni zawalu ni'matillahi ala alghairi, ni kutamani iondoke neema ya Mungu kwa mwingine. Hii ndio hasad. Kisha hapa wanazuoni wakaegeza neno moja ambalo likatutofautishia hasadi nzuri na hasadi mbovu. Kuna hasadi inaitwa mahmudun na kuna hasadi inaitwa madhmumun. Hasadi nzuri na hasadi mbovu. Hasadi mzuri ni kutamani alichopewa mwenzako na we Mungu akupe kama alivyompa, lakini nukta ya kwamba watamani muondokee hakuna. Hii inaitwa hasadi nzuri. Kwa hivyo unaweza ukamtamania mtu, kama mtu ana utajiri, ana mali, ana pesa, ana nyumba nzuri, kusema mashaallah fulani Mwenyezi Mungu amempa, na mimi natamani Mungu anipe kama alivyopewa fulani, na yeye Mungu ambariki ampe na zaidi na zaidi. Hii inaitwa hasad mahmudun. Yani watamani na wewe alichopewa mwenzako, lakini hauna roho mbaya ya kutamani yeye muondokee ije kwako. Ukiweka hiyo tayari umeingia kwenye hasadi mbovu, na ndio tunayoizungumza, na ndio wengi wetu tuko hapo. Wengi wetu tuko kwenye wanapata gari, gari safi pate kama ile, Mungu ampokonye ije kwangu ile, ama ipate ajali vundikie mbali, kisha baada ya mwezi niipate mimi. Huo ni uhasidi ambao ni muovu kabisa. Wa huwa awwalu dhanbin usiya Allah, ni dhambi la kwanza tunaambiwa aliloasiwa nalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mbinguni huko na kwenye ardhi. Na tutakuja vipi aliasiwa Allah mbinguni na ardhini. Ama mbinguni ni kwa Ibilisi alipoambiwa msujudie Adam, dhambi la kwanza hilo, akamwambia la, siwezi kumsujudia sababu asema ana khairum minhu, mimi ni bora kuliko yeye. Akafanya uhasidi. Yani vipi aliyeumbwa na udongo tupewe amri sisi malaika tumsujudie yeye? Vipi, tuanzaje yani? Haliwezekani hilo. Akajikuza na akajiona kwamba yeye ni bora na kwamba yeye ni aula kuliko Adam alayhi salatu wassalam. Angalia hapa tukaonyeshwa na Qur'ani kwamba ndio dhambi la kwanza, kibri na hasad. Wa huwa sifatun min sifati al-yahudi. Vile vile hasad ni miongoni mwa sifa za Mayahudi. Hakuna mijitu ambayo ina chuki kweli kweli na uhasidi kwa Waislamu kama Mayahudi, na Mungu akalibainisha hilo. Wadda kathirun min ahli alkitabi
law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara, wanatamani mayahudi na manasara lau mutaritadi, mutoke kwenye Uislamu muje huku. Sababu aya ikaeleza hasadan min indi anfusihim, kwa sababu ya uhasidi tu ndio unawapelekea Waislamu waritadi waje huku tuliko. Tukija huku ndio utakuwa kwao ni amani, wataona kwamba sasa tumepata lile tulitakalo. Walan tardha anka alyahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, hawatoridhika mayahudi na manasara mpaka mufuate mila zao, hatua kwa hatua mufuate. Sasa kunapokataliwa kufuatiwa zile hatua zao, ndo ule uhasidi unaendelea na haukomi. Subhanallah, uhasidi wao hausimami wala hauishi mpaka kiyama kitakaposimama. Mwenyezi Mungu asema kwenye Qur'ani, afatatma'una an yu'minu lakum, hivi bado nyinyi mnatamaa kwamba mayahudi watawaamini nyinyi? Na naam, ni kweli tumeweka tamaa. Sisi tuna tamaa, tunaona ni watu wazuri. Ukishakuletewa makaratasi na ukaona wamekuja kwenye sehemu kutoa misaada, mkaona kwamba ni watu wazuri, kwenye kuleta maendeleo, wakazungumza pale na nini, mkaona mmepata, kumbe mmepatikana. Afatatma'una an yu'minu lakum. Hakuna uhasidi mkubwa kama uhasidi wa mayahudi kwa Uislamu, haumaliziki. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, hawatoacha mayahudi kuwapiga vita mpaka muritadi. Lakini hili Waislamu wakakosa kulifahamu, na yote ni kukaa mbali na wanazuoni na Qur'ani ya Mwenyezi Mungu. Maneno yake hayaanguki kwamba mayahudi hawatoacha kuwapiga nyinyi vita, na kama ni mikataba ni desturi yao kuvunja, waliyavunja wakati wa Mtume, walivunja mikataba mingi sana. Lakini tizama ndugu zetu, Mungu awape nusra, awaokoe na mabalaya hawa watu. Juzi kidogo tu kiubinadamu na kuto pengine kufahamu Qur'ani, tukapotea mahisabu kiasi. Tulitangaziwa kwamba vita Palestina vimefanyaje? Vimekwisha. Matangazo Al Jazeera, watu wanafurahi na kila mmoja alifurahi. Lakini kumbe tulikuwa hatujaizingatia Qur'ani. Mungu aliposema wala yazaluna yuqatilunakum, hatukuzingatia. Mungu aliposema afatatma'una, hatukuzingatia. Mwenyezi Mungu aliposema fabima naqdhihim mithaqahum la'annahum, desturi yao kuvunja mikataba wao. Ketini kwenye meza, njoni na lile bunda lile la makaratasi, andikishaneni mpaka zimalizike. Lakini uhasidi wao kwa Waislamu uko pale pale, wakawawacha, wamejisahau, wamerudi kwenye majumba, kisha wameleta tena vita pale pale. Lakini hakuna kuhuzunika. Kawaida ushindi wa Mwenyezi Mungu na waumini, wakana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli. Ala kulli hal, tumeingia huko kiasi kwa sababu ya nukta ya mayahudi, kwamba hii ni sifa yao, yani uhasidi ni sifa yao toka enzi hizo. Mwenyezi Mungu amewatia machuki na uhasidi katika nyoyo zao. Hii ndio maana ya hasad katika vitabu vyetu vya sheria. Ukija kwenye dhammi ya Qur'ani tukufu, ayati ni nyingi, lakini tuende kwenye baadhi. Mungu asema am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli, hivi mnahusudu watu kwa yale aliyowapa wao Mola wao katika fadhila zao. Na nyinyi muombeeni Mwenyezi Mungu, wasalullaha min fadlihi, muombeeni Mwenyezi Mungu fadhila zake atawapa. Haina haja ufanye michuki. Mwenzako amepata kijiwanja kidogo hivi cha kujenga kama rumu 2-3,
ikawa umetoa mato kama uliodirikiwa, hutulii pahali pamoja, ukitembea upete ukipiga shaanza kuweka msingi tena. Ukifika mbele ukimuona mwenzako ushasalimiana naye, vipi hali, unatoka zapi? Pita tu pale, ule msingi pale ni wa Muhammad, sio ule nyumba yake ile. Juzi alikuwa hana kitu ule. Sasa utakiani wewe hana kitu anacho, ishkhusa wewe. Hai ndio tabu tunaoishi nayo katika mujtama. Mungu asema am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlihi. Hii ni aya katika suratu An-Nisa. Aya nyingine ni ile aya yasema ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Asema Hatim al-Asam, raaitu an-nasa yatahasaduna, niliona watu wakihusudiana sana. Fanadhartu fi qawlihi ta'ala, nikatizama neno lake Mwenyezi Mungu aliposema am yahsuduna an-nasa. Nikatizama neno lake Mwenyezi Mungu aliposema ahum yaqsimuna rahmata rabbika, wao ndio wanaogawanya rehma za Mola wao. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum darajatin. Kuna mahafidhi hapa. Tayib, wao ndio wanagawanya hizi rehma? Hapana, ni mimi Mola wao ndio ninayegawanya. Madamu mimi ndio ninayegawanya, yule niliyempa pesa, utajiri au chochote kile katika neema si zake, ni mimi ndio niliyompa. Sasa ukikasirika, ina maana wamkasirikia nani? Mungu. Kwa nini kumpa fulani? Ndio maana ya uhasidi, ndugu zangu katika imani. Na hili halipatikani kwa mu'min, kama alivyosema Mtume, la yajtami'u fi jawfi 'abdin, haikusanyiki kwenye moyo wa mtu au mili wa mtu al-imanu wal hasad, imani na uhasidi, haikusanyiki. Lazima tuwe ni wenye kupendana, kama alivyosema Mtume, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ndugu zangu katika imani, hii ni mada kubwa sana, lakini kwa sababu ya hizi nyakati na kila mmoja ana yake, hii nukta ya kwanza au kigawanyo cha kwanza kwenye masala ya hasad, maana yake na aya 1, 2 na hadithi 2, 3 ya kuonyesha uovu na makatazo ya sheria kwenye suala hili la uhasidi. Ndugu zangu katika iman, kila jambo lina sababu, ikiwa ndo nukta ya pili, asbabul hasadi, sababu za hasad. Hasadi huletwa na nini? Kitu gani kinasababisha hasad? Yapi yanayopelekea mtu akawa hasidi? Sababu zimetajwa tofauti, lakini tuje kwenye baadhi kadhaa, pengine 3 au 4. Ya kwanza ni al-kibru. Al-kibru ni sababu ya kwanza ya msingi ya mtu kuwa hasidi. Kibri. Manake ukiwa na kibri, manake ni kwamba hutaki mtu mwingine awe kama wewe. Wajigamba na kiburi, ufanya kiburi kwa sababu una pesa. Bila shaka hutokubali mwingine awe na zile pesa. Au una chochote kile, hutokubali mwingine awe nacho. Ndio uhasidi huo. Na akiwa nacho mtu, unakuwa na madharau. Yule alionayo hastahiki kuwa nayo. Usawa ni yale niwe nayo mimi. Na hiki kiburi cha kupindukia. Na kiburi huingia kwa maana nyingi. Sisi tumeshika kiburi kudharau watu peke yake, lakini Mtume alitafsiri kibri ni kwamba ni baturul haqi wa ghamtun nas, kuregesha haki. Ukiambiwa la usawa hutaki, la usawa hulitaki. Na hasidi hataki la usawa. Usawa ni kwamba Mungu amempa huyu, khalas ridhika, huo ndio usawa.
ukifanya uhasidi na hasira ikawa wewe huridhiki na yale, ina maana wewe una kiburi na kujiona wewe ni bora kuliko wengine. Ndipo Qur'ani tukufu ilipoteremshwa akachaguliwa Mtume Muhammad, walisema laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn adhim. Qur'ani hii mbona haikuteremshwa kwa vijiji fulani na watu fulani wakubwa wenye heshima zao na wenye maana? Mmeteremshwa Qur'an, amekwenda kupewa huyu aliyekuwa kichunga mbuzi. Maona kiburi hicho? Yani wanajiona wao ni bora, aliyepewa utume hastahiki kupewa, ilikuwa wapewe kina fulani. Ndiyo yani mafungamano. Pengine unaweza ukashangaa kibri na hasad ni vitu tofauti. Vipi hasad yaletwa na kibri kwa maana hiyo? Kama hii aya waliotaja wanazuoni wao kuona kwamba Mtume Muhammad hafai kupewa ule utume. Huo ni uhasidi tayari. Kwa nini apewe yule? Ilikuwa utoke kwa yule uje. Tena wakataja laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn adhim. Kwa nini isiteremshwe Qur'ani hii kwenye vijiji fulani, watu fulani wenye heshima zao? Na tumesema mwanzo, hasad maana yake ni kutamani neema ya mwenzako itoke iende kwa nani? Iende kwa mwingine au ije kwako. Sasa hao walikuwa wanaumia roho maskini. Hii neema ya utume na fadhila aliyopewa Mtume Muhammad hafai kupewa yeye, ni itolewe pale, ilikuwa wapewe kina fulani. Kwa hivyo sababu ya kwanza ya mtu kuwa na uhasidi ni kwa sababu ya kiburi. Sababu ya pili ni asakhtu ala qada'i llahi wa qadarihi, kukasirika na qadha ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na qadari yake alivyopanga. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliumba kitu cha kwanza ni kalamu, kisha akaiambia andika, kalamu ikaandika yatakayotokea na kila kitu. Kwa hivyo Mungu mwenyewe ashaandika kwamba kwenye sehemu fulani, mji wa Witu fulani na fulani ndio watakuwa na pesa zao, mtawamiminia hela, na wao ndio watakuwa wenye nyumba za gorofa, wale wengine watakaa nyumba za Kiswahili. Sasa usipate tabu kwa sababu Mungu ashaandika. Usipate tabu ukaungulika, ukawa huna raha, usingizi haupati, bure kabisa. Na kumbe njambo Mwenyezi Mungu ashalipanga. Sasa unapokasirika na ukafanya uhasidi na kiburi, ni kwamba wewe hujaridhika na mipango yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyopanga. Hili litakupelekea katika uhasidi. Lakini wasemaje? Muone mtu ameingia Witu hapa, ana gari ya kikweli kweli, mashaallah, kwenye roho yako inakuja tu huyu kupewa ni qadha ya Mungu na kadari yake, huwa khalas, roho safi na utamfurahikia mwenzako. Bora tu uweka kwenye akili kwamba hili gari si lake, ampewa na nani? Na Mungu. Ukiweka hiyo utakuwa na amani. Lakini takuwaje? Itakuwa vipi sasa amempa Mungu, wao ujiuliza huku itakuwaje? Hapo pengine usikomeke na kuliona tu, ulipige na picha kisha umtumie mwenzako kwenye WhatsApp. Ukitumana uone mpiga tik moja, aje ipata bwana. Simu. Asalamu alaykum, nakutumia kitu kwenye WhatsApp, hebu ingia online mara moja. Jamani, tabu hiyo ya nini yote shekhe? Wewe huyu ni mtu amepewa bana, Mwenyezi Mungu mwenyewe amempa, usipate tabu. Sasa ukikubali qadha ya Mungu na kadari yake, basi utakuwa ni mwenye kuridhika. Na qadha ya Mungu na kadari yake ni katika nguzo za nini? Msiniambia mjuje.
nguzo za imani. Asante mzee wangu. Al-imanu bil qadari khairihi wa sharrihi min arkanil imani, kuamini qadar ya Mwenyezi Mungu anayokupa ya khairi na ya shari. Kuna qadari nyingine za shari, nyingine za khairi, lakini sisi tunajua za shari tu peke yake. Lakini uweza ukapewa uwezo na pesa, kumbe ikawa ni kadari ya Mungu amekupa ile ya khairi, akutizama utazitumia vipi pesa na utazifanya nini. Au mara nyingine akakubadilishia akakupa kadari ya shari, akuangalie utakuwa vipi. Sasa ukiamini hilo itakuwa wewe una imani. Usipoamini ukafanya uhasidi, ina maana wewe moyo wako uko mbali na akida. Unatakiwa ukalishwe chini, ufundishwe tauhidi nini manake. Ikikita tauhidi kwenye moyo wako, huwezi kubabaishwa na vijisinti shekhe ambavyo Mwenyezi Mungu asema kwenye hadithi, mtume ahadithia, lao Mungu atawapa kila mmoja masala yake atakayo, kuanzia nabii Adamu na majini wote, kila mmoja akapewa utajiri, aombe atakacho mtu. Utaje, sema nataka magari 2000, nataka nyumba 3 nataka ardhi kiasi fulani, nataka pesa kwenye benki ziwe sijui trilioni ngapi. Taje utakazo. Kuanzia Adamu, ataje Adamu na watoto wake na majini wakati wa Adamu. Waje mtume wa kwanza Nuhu, pia watu wake wataje, mtume wa pili, mpaka tuje mtume Muhammad, mpaka tuje sisi tutaje dunia nzima. Mtume asema kwa Mwenyezi Mungu hakujapungua kitu kwenye utajiri wake. Ni kama aliye mwenye kutia sindano kwenye bahari kisha akaitoa. Yale maji atakayobebwa na sindano yale, bila shaka atakuwa ntone. Ntone moja la maji. Ndio mfano wa ule utajiri mliopewa nyote kuanzia Adamu mpaka mtu wa mwisho. Hapa mtume anatoa mfano ambao ni wa kihisia ili kukurubisha maana. Kama kwamba itizame bahari ilivyo, kisha tia sindano kwenye bahari utoe. Yale maji atakayobebwa na bahari na sindano, imepunguza nini kwenye bahari? Wata sindano, hata ukatika mapipa pia hujapunguza kitu, ndivyo sivyo? Sasa utajiri wa Mungu uko hivyo. Kwa hivyo ukisha kulijua hilo, ukimwona mtu ana visinti viwili vitatu, basi unajua tu ni muda Mungu amempa, Mungu ambariki. Lakini kuna utajiri, Mwenyezi Mungu ni tajiri wa matajiri wote. Ukisha kuiweka dunia chini utaona mambo yote mepesi. Lakini ukipenda makubwa, ambao ni sababu ya tatu hiyo, hubbur riasa, kupenda ukubwa na uongozi. Wataka wewe ndio onekane mkubwa. Yani watu wakitaka jambo ni waje kwako. Ukijiwekea hivyo utakuwa hasidi. Maana ukisikia mwingine amepewa pia watu pia kwake huenda tayari, kwa nini uende kule na mimi ndo nastahiki kufuatwa? We si Mungu bwana. Mungu ndiye anayestahiki kila jambo tumpelekee yeye. Lakini kama ni mambo mengine madogo madogo watu kusaidiana, leo naweza kwenda kwa huyu, kesho nikaenda kwa mwingine, madamu ana uwezo na ni mtu mwenye kusaidia watu. Sasa tujiepushe na kupenda mambo haya ya ukubwa na uongozi. Na kuna watu upenda ukuru, wenyewe wasema kuna watu desturi yao upenda ukubwa, ndio maana ukaona waupigania ule ukubwa. Jambo la 4 ni uovu wa nafsi ya mtu mwenyewe. Tumejizesha toka inukie jitu la chuki na jitu la kukasirika na kupendelea wenzake maovu, ndio tabia yake. Haya ni baadhi ya mambo au sababu zinazopelekea mtu kuwa hasidi. Sehemu ya 3 hii kwenye hii mada, na ifinya lakini ni kubwa sana. Sehemu ya 3 hii ilikuwa ya pili, ndivyo sivyo? Tayeb, sehemu ya 3, atharul hasad. Haya, ushakuwa hasidi, athari za uhasidi wako nini?
Jambo la kwanza, ukiwa hasidi utakuwa na muhawala wa kuondosha neema ya mwenzako. Ukishakuwa hasidi, sio athari yake sasa itakuwa wewe, mtu akipata kitu utakuwa waenda mbio kile kitu kimtoke. Ni athari ya kwanza hii. Shajua fulani ana kitu fulani, naam, sasa pigia simu polisi, bana kuna kijana hapa mtaani yuko hapa, tumekulia pamoja, lakini siku hizi namuona kidogo kama ni mtu wa kuuza madawa ya kulevya, kwa sababu umemwona na gari ambalo we huna. Sasa uenda mbio lile gari limtoke, aje ashikwe maskini, pengine upeane pesa, nataka mumbandike hii kesi, afungwe pale. Haya, kesi endelea, atoa bondi, auze gari yake. Gari imeuzwa, bado kesi endelea hivi na hivi, auze kibanda chake maskini. Baada ya miaka kadhaa hana lolote, ndo atolewe. Sasa ukimuona uko msikitini ushishe tasbihi, ndio sema sasa sawa. Shafahamu hayo yamekuja wakati gani? Baada ya wewe kukubali uhasidi. Ukikubali uhasidi utakwenda mbio ya wenzako ili uyaporomoshe. Ndio athari ya hasad, athari ya kwanza. Angalia walipohusudu ndugu zake Yusuf kumhusudu ndugu yao ambaye ni Yusuf. Walipokubali uhasidi, sasa wakawa wanaenda mbio wampoteze Yusuf. Ule uhasidi ndio wawafosisha kufanya mambo ya kumuondosha yule anayehusudiwa. La Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usba. Yusuf na ndugu yake apendeza zaidi kwa baba yetu, na sisi ndiyo kundi na watu ambalo tuna nguvu zetu mabarobaro bana. Haiwezekani. Inna abana la fi dhalalin mubin, baba yetu yuko katika upotevu ulio wazi kabisa. Angalia athari ya uhasidi hiyo. Sasa washahusudu, ili tutilie nguvu kwamba ukiwa hasidi utakwenda mbio kumpoteza yule ule mhusudu. Wasema uktulu Yusufa. Haiwezekani tumuhusudu tu alafu hapana. Tushafanya uhasidi naye, la kufanya sasa ni kumpoteza, aondoke kabisa, au neema alionayo ipotee. uktulu Yusufa aw itrahuhu ardhan yakhlu lakum wajhu abikum watakunu min ba'dihi qauman salihin. Wakafanya ya kufanya, tupe Yusuf tukacheze naye, tutamwangalia, atakuwa chini yetu, sisi ni wakubwa zake, huyu ni bro yetu, dogo yetu huyu, usifanye wasiwasi mzee, we tupe. Mzee akalainika, kampeana. Akimpeana yakawa yale yaliyokuwa. Lakini tizama, takauelewe ya kwamba waweza ukatia nia ya kumuhusudu mwenzako na ukaenda mbio ya kumuondoshea alicho nacho, ndio ukawa umefanya sababu ya Mungu amzidishie. Kama hao ndugu zake Yusuf, nia yao ni apotezwe au uawe kabisa. Angalia walioyafanya. Walimfanya nini Yusuf? Walipompija wakamtia kwenye kisima, la kumuhusudu kwamba apendwa zaidi, lakini ikapelekea ikawa bado apendwa vile vile, na akafanywa mtume, kisha akafanywa mfalme. Manake Yusuf alikuwa yuko Kanaan, ni mdogo, ameketa chunga mbuzi pale, lakini mbio za ndugu zake kutaka kumdhuru zikapelekea ikawa ni sababu aende Misri afanywe mfalme kule. Kwa hivyo wakamfanya ni nabii, kisha ana na sinti. Tuko pamoja Uislamu? Lakini hakadha ndivyo ilivyo. Sasa uweze ukaenda mbio kumdhalilisha mwenzako, umtweze, umfanye awe chini, mara kitahamaki, ndio Mungu yuampa, utabakia wewe, utabakia kitu tuna masikio kwani vipi huyu? Si vipi, ana adhkar, ni mtu ajilinda, ni mtu amemtegemea Mola wake, Mwenyezi Mungu akamlinda.
Hii ni athari ya kwanza. Athari ya pili, ukiwa hasidi kawaida siku zote utakataa kukubali haki. Namna utakavyoambiwa la usawa huwezi kukubali wewe, kwa sababu umeruhusu hasidi ukakuvaa. Mwangalie Iblis, alikataa haki alipoambiwa msujudie nani? Adam. Ni haki ile, kwa sababu ni amri yatoka kwa Mwenyezi Mungu kwamba msujudie Adam, yeye akaikataa, na si kwa sababu nyingine, ni kwa sababu tu ya uhasidi. Miongoni mwa athari ya uhasidi ni kwamba inakula mema yako kama inavyokula kuni, moto unavyokula kuni. Tumesema iyakum walhasad, na watahadharisha nyinyi na uhasidi. Fa innal hasada yaakulu alhasanat kama taakulu an-naru alhatab au alushb. Kama namna moto unavyokula kuni, ndivyo namna uhasidi unavyomaliza amali zako. Miongoni mwa athari ya uhasidi inakufanya maisha yako unakuwa katika qalaq, kwenye dukuduku, huna amani ya roho. Ukimwona yoyote amepewa, wewe basi ushakosa furaha, usingizi huna, moyo wa kuuma. Ya nini yote balaa hii? Si ulale tu na umuombe Mungu atakupa. Sasa utakuwa ukiishi hivyo tu wewe. Amepita na yule pia amepata. Nasikia na yule jirani pia alikuwa hana TV amenunua na ametea majlis. Wewe ukereka tu. Unungunika hujakaa vizuri, mara usikia rafiki yako mwingine naye Mungu amempa ile nyumba ilikuwa ya kukodisha, sasa ameinunua. Imekuwa yake. Wewe utabaki na mpaka utakufa. Mpaka utakutia kaburini, wewe bado tu wewe waungulika tu. Ya nini ya? Ridhika na kadhaa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Miongoni mwa athari ni kwamba yurithul baghdha baina an-nas. Uhasidi unaleta chuki baina ya watu. Tumesema la tahasadu wala tabaghadhu, msihusudiane wala msichukiane. Wa dhakara alhadith wa kunu ibadallahi ikhwanan, kuweni waja wa Mwenyezi Mungu ambao ni ndugu. Tuweni mandugu. Yule aliyenipa mimi ndo aliyokunyima wewe, na mambo hubadilika. Leo nitakuwa nacho ni mimi, kesho ni wewe. Ni wewe mimi nikiwa nacho uniombee baraka na Mungu anizidishie, na wewe jiombee Mungu akupe. Na siku umepata wewe mimi nimekosa, ni mimi nikuombee Mungu akuzidishie, na mimi Mungu anifungulie. Wa hakadha, ndio maisha. Lakini bila hivyo tutakuwa ni wenye kuchukiana. Wewe waweza kumwona mtu amekuchukia bure, utafuta sababu wala huioni. Huna mazoea naye, hamujuani, mfanya kukutana tu hapa msikitini, mwaka tu mta mmoja, hujamfanya lolote, hana lolote, basi tu. Lakini akikuona na mpaka ushamtambua, fulani mbona akiniona akiwa kawaida yuko sawa sawa, lakini ninampeleleza huyu, mtamuona uso wake umekunjika, ateka, akigeuza akiniona mimi naja, tayari hufura. Jua kwamba ni miongoni mwa mahasidi, ni katika watu ambao hawakutakia ambayo ni mazuri. La mwisho ndugu zangu, ikiwa ni nukta ya 4, ni ilajuhu, tiba ya uhasidi. Al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ametaja tiba nyingi sana. Tuchukue baadhi. Ya kwanza ni at-ta'awudhu billahi, kujilinda na Mwenyezi Mungu. Jisomee ruqya baba, jisomee muawadhataini, qul a'udhu bi rabbin nas wa qul a'udhu bi rabbil falaq, mpaka mwisho, min sharri hasidin idha hasad. Mungu akuepushe na tabia ya uhasidi na sifa hiyo. Tiba ya pili ni taqwa Allahi, kumcha Mwenyezi Mungu. Kumcha Mwenyezi Mungu ni kufanya ambayo ni ya kukukurubisha kwa Mwenyezi Mungu, ibadat, sadaka, kusoma Qur'ani. Ukiwa na ibada kama hizi na ucha Mungu huu, Mungu atakuondoshia uhasidi. La tatu, atawakkul ala Allah, kutawakkal kwa Mungu, kwamba mimi maisha yangu namna ninavyokwenda, Mungu ndo atanipa riziki. Hata kama wengine marafiki zangu wamepawa, mimi bado siwi hasidi, nitatawakkal kwa nani? Kwa Mungu anipe mimi riziki. La 4 ni as-sadaqa wal ihsan, kutoa sadaka kwa wingi na kuwafanyia watu wema.
itakusaidia wewe kuepukana na tabia hii ya uhasidi. La tano ni kujifundisha akida, tauhidi, kumpwekesha Mwenyezi Mungu. Ukisoma arkan za iman utakuja kuna kuamini qadar. Ina maana yule amepewa ni qadari, basi alhamdulillah, kumbe ni qadar bwana, utakubali matokeo. Lakini usipojua tauhidi na akida, ndio pale utanungunika, ukasirike bure. Ukiambiwa bwana ile ni qadar, wewe bado tu hapana, hakuna cha qadari hapa. Tusomeni akida, na watoto wetu hawa ambao ni wadogo ndio aula zaidi kushikiliwa akida, wainukie nayo, kila jambo litakuwa ni lepesi. Jambo la sita vile vile ni kuficha neema zako. Wanaotabu pia mengine husababishiwa watu wakahusudiwa. Siku hizi kila kitu kitaka mtu yakiweka kwenye social media. Amenunua beskili, amenunua beskili. Amenunua gari, amenunua gari. Anatoka na mkeo wako hoteli, una juisi, tuko hoteli sasa una juisi. Tumetoka kwenye juisi sasa tuko kwenye ice cream. Katika watoto wangu mimi nina watoto 8. 4 wasichana ndio hawa hapa. Wavulana ni kadhaa na hawa hapa. Sasa unapoweka hizi watafuta mwenyewe kuhusudiwa. Na kuna watu wamejitia wenyewe kwenye kuhusudiwa kwa mikono yao. Hasidi yeye hukuchunguza una nini ndio akuhusudu. Unapomwekea na ana siku hizi kuna masimu, akifungua aona pengine yeye hajaruzukiwa mtoto. Jamaa sijui ufanya vipi watoto 8. Mara usikia mmoja hufa. Leo kibaki umebaki peke yako. Tafuta sababu, kumbe we mwenyewe ndio uliochangia. Ama uweke pesa uko ofisini na wako watu, na hii yote ni kwa sababu ya masifa. Ati uko ofisini na laptop kisha hapa ameweka 200,000. Manake yuko busy, yani ni mtu wa pesa yani. Asome yeka ile video, mimi kifungua status naona 200,000. Mimi utafuta alifu huko ukishaona 200,000 wewe. Lazima takutia mdomoni tu. Mara zile zimekwenda zake, kisha uketi useme watu mahasidi na umetaka mwenyewe. Tumefahamiana Waislamu. Kwa hivyo lazima sisi tuwe wenyewe ni wenye kujikinga na kujihifadhi, na zaidi mwenye kutuhifadhi ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama kuna swali moja au mbili inshallah ili tuadhini tusali inshallah. Ama adhana tayari, muadhini kwa tayari? Basi wacha adhini alafu ndo tuulize maswali. Adhini alafu tuulize maswali, tukimaliza maswali moja kwa moja tusali inshallah. Nadhani tumesikia swala la al-akh uliza kujikinga na hasad. Nadhani tumeeleza masala, tumegawanya nukta 4. Miongoni mwa nukta ya 4 tumezungumza ilajuhu, tiba yake. Lakini kuna nukta ya msingi ambayo ameieleza, ni kwamba mara nyingine huja ile kiubinadamu ile ikaja ukatizama mathalan ile inaitwa ain. Na wanazuoni wamekuja kutofautisha kati ya ain na hasad. Wametofautisha kati ya ain na hasad. Ibn al-Qayyim amekuja na tofauti kwenye mazungumzo yake akisema kwamba kila hasidi ni ain na si kila ain huwa ni hasidi. Yani kila hasidi huwa ana kijicho na si kila mwenye kijicho huwa ni hasidi. Kwa maana kijicho kinaweza kuwa hata kwa mtu ambaye ni mwema. Kijicho manake ni mtu kuona kitu mara ya kwanza akaleta matamanio, yani ile kutamani, yani ile kiubinadamu, ili pengine ikamdhuru mtu. Hii
haitwi kwamba ni uhasidi, na itakuja tu ile mara moja, na pengine hapo hapo baadaye utafahamu, itakujia kwamba pengine pia umwambie mashallah mashallah, kwanza pole bana, hata sikusema mashallah, nadhani tutumia sana, ndivyo sivyo? Pole, afwan bana, hata sikusema mashallah. Ni ule ubinadamu, akiona tu kile kitu na pengine ni kitu ambacho yuakiendea mbio, yuataka na yeye apate, mara ghafla amekuona wewe ndio umekipata, yeye hana, basi akatamani ile kwa kushtuka ile, kisha baadaye hapo hapo akarudi kwenye hali ya kawaida. Hii inaitwa kijicho ambao haingii kwenye uhasidi. Uhasidi ni kwamba baada ushaona hivyo kisha yani wazungumza na roho sasa, yani Mungu ajalie kimtoke yule kije kwangu, fadhali ende kule, na ujalia kienda pale tayari pasukilie mbali, aanguke avundike mguu. So sasa huu ni lina chuki lijitu hili, umefahamiana? Kwa hivyo kwenye hii ya kwanza hailaumiki. Ndio Mtume akasema al-ainu haqqun, kijicho ni haki, kwa maana mtu yuadhurika kwa mtu kumpa kijicho. Na hapa ndipo tukaambiwa kila mwenye neema atakiwa ufiche. Mara nyingine izakawa ni mtu mwema, mtu mzuri, mwenye ibada, roho yake safi pia, lakini ule mshtuko wake kwa kuona mara ya kwanza tayari ikawa itakuletea wewe dhara. Kwa hivyo hili haliingii kwenye uhasidi. Hii pengine utapiga audhu billahi, tuna pale mara nyingi mtu hurekebisha. Lakini ukijiona umeona kitu cha mwenzako na ukaanza kuzungumza na akili, mara hapo roho yako ukaona imeharibika, kwa nini yani? Jua sasa hiyo si aini tena, huo ni nini? Ni uhasidi. Na tiba yake kama tulivyoeleza, umuombe Mwenyezi Mungu kwenye dua zako kuondoshe, ujilinde Mwenyezi Mungu akuepushie. Usema wa min sharri hasidin idha hasad, katika zile muawadhataini. Uhudhurie darasa hizi, ujifundishe akida. Ukisoma akida yani utakuta kwamba kila kitu Mungu anachompa mwanadamu ni kwa sababu ya kadari yake aliyoipanga. Naam. Okay. Tayeb, shukran. Al-akha anauliza kwa kujikinga kwa yule aliyehusudiwa. Kuna vitabu vimetungwa kama Wiqayatul Insan min al-Jinni wash-Shaytan, na kuna As-Sarimul Battar na vinginevyo katika kueleza mashari ya mashaitani na majini na mahasidi kwa ujumla. Wakataja yani masala ya kinga, lakini yote yanarudi kwenye masala ya kushikamana na dini ya Mwenyezi Mungu. Yani ukisoma zile kinga zilizotajwa pale, kila unayoisoma asili yake utakuta inarudi kwenye masala ya kushikamana na dini. Maana wametaja jilazimishe na kuwa mtu wa swala 5 kwa siku, jilazimishe uwe ni msomaji wa Qur'ani sana, ufahamu, jibidiishe uwe ni mtoaji sadaka sana, tumefahamu, jilazimishe vile vile uwe ni mtu wa adhkar za usubuhi na jioni. Tumelewana Waislamu? Na hizi zote zinaingia, kuna kujikinga kabla, hiyo inakuja kujikinga kabla, inaongezeka kwenye kujikinga kabla, yani kutokueleza mambo yako mpaka ujue kwamba huyo ninayemuelezea, japo pia ni ngumu kuwapata watu hao, yani umekinae naye kwamba huyu yanitakia mazuri, ndio unamuelezea bana, mimi na issue fulani, niombe dua inshallah ikifaulu inshallah, nataka Mwenyezi Mungu anifungulie, nina nia ya kufanya hivi. Baada ushaki naye kwamba ni mtu mzuri na kupendelea mazuri. Lakini kwa zama zetu usimwambie yoyote, kitendo mwenyewe. Hiyo utakuwa unajikinga kabla, na huku unafanya adhkar. Pia hili ni muhimu tulifahamu. Sisi tunafanya makosa kwenye kinga. Kinga tunaifanya baada ya madhara, na ambapo kinga inatakiwa iwe
kabla ya yale madhara. Kama wale wenye kutuambia wenye kujikinga na malaria, unaambiwa kabla haija kupata lala kwenye nini? Ulale kwenye neti. Sio ngoje umelala hivi hivi jamaa amekuwasha vizuri imekukoa malaria. Kisha ndo hapo sasa nataka nijikinge. Hata ndo waanza kutafuta neti time hiyo na tayari ushakula misumari. Kwa hivyo natakiwa uwe ni mwenye kujikinga na hasad kabla. Na yale utakayoyafanya kabla hujapatikana na hasad ndio utakayoyafanya baada ya hasad imekupata. Kusomewa ruqya, kushikamana na adhkar, kutoa sadaka, kumuomba Mwenyezi Mungu akupe shifa na mengineyo. Naam. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndio. Wamesema kwa Mwenyezi Mungu alipoumba qala aliambia iandike. Kwa kila kitu kishaandikwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Je, mtu anapomaasi Mwenyezi Mungu anapokanusha dini ya Uislamu tayari ashaandikiwa hivyo. Atakuwa ni mwadhibiwa ama hataadhibiwa? Swali la kwanza. Tayeb. Swali la pili, katika Qur'an Mwenyezi Mungu anasema tabarakalladhi biyadihi al-mulk. Akataja yadi na kiloga tajua yadi ni mkono. Je, hapa yadi inatumika mkono kwa sifa ama yadi kwa maana udhui ya kiungo? Swali lingine, katika tauhid tuambiwa Mwenyezi Mungu hana sifa ambazo kwamba ni mbovu. Sifa zake ni kamalia. Lakini utakuta kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu anasema qala al-yahud. Mwenyezi Mungu anasema innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Mwenyezi Mungu anafanya mukhada'a na wanafiki. Na nyingine wanamkuruna Allah wallahu khairun makirin. Mwenyezi Mungu ni bora wa kufanya kitu. Na sifa hizi mbili ya khidani na makri tunajua katika sifa ambazo kwamba ni sifa mbovu. Ni vipi hizi? Naam, swali la kwanza umesema ni? Kwa qalam ishaandika kila kitu. Naam. Yule ambao kwamba atafanya maasi ama huyu hasidi anapofanya hasidi tayari ashaandikiwa hasidi. Sababu nasema miongoni mwa sababu za hasidi mtu ana tabia yake kimaumbile tayari ni hasidi. La. Tabia yake kimaumbile ni hasidi vipi? Sijafahamu. Yaani yule hasidi anataka ni tayari akiunukia tu ananukia na hasidi. Naam. Na tunasema ni qadar Mwenyezi Mungu anaandikiwa hasidi. Ndio. Yeye atakuwa na madhambi kwa hasidi wake ule na hatakuwa na madhambi. Tayeb. La pili ni yadun. Je, ni sifa ama maudhui? Ya tatu ni makri. Mwenyezi Mungu. Tayeb. Tukianza na la kwanza masala ya qadar. Qadar kwa hakika ni mlango ambao ni mpana sana na ni mzito katika vitabu vya akida, na wanazuoni kama Al-Uthaymeen asema kwenye mlango wa qadar usipokuwa makini unaweza ukaingia kwenye itikadi ambazo ni mbovu, kwa sababu ya ile hadithi. Wanasema kwenye hadithi ile ya Imamu Tirmidhi, mtu akiwa kwenye tumbo la mamake huandikiwa chakula chake na huandikiwa na nini tena, ajali yake, ni mwema au ni muovu. Sasa ukisoma nasi kama hizi mara nyingi unakuta vipi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwandikie mtu alafu amuadhibu hapo hapo. Na wale wenye kupotea ndio hoja yao wanaoishika kusema mimi mmeandikiwa hivi, ni kadari hii. Mtu pengine ni mvutaji wa bangi au ana maasi mengine, akwambia ni kadari hii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kwenye majibu ya Al-Allama Ibn Uthaymeen ni kwamba huwezi kutegemea qadar, kwa sababu tuafikiana sote kwamba qadar ni kitu ambacho ni cha ghaib. Ndivyo sivyo? Ni kitu ambacho ni cha ghaib. Hakuna anayejua ghaib kabisa, hakuna anayejua ghaib. Anayejua ghaib ni Mwenyezi Mungu peke yake na wale atakaowafunukia katika mitume. Ikiwa hili la fahamika kwamba hakuna anayejua ghaib isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, suala litakuja ya kwamba wewe umejua vipi kwamba Mungu amekuandikia uwe mlevi? Umejua vipi? Maana ni ghaib bila shaka.
Mwenyezi Mungu anapopanga, anapanga ni ghaib. Hakuna anayejua ameandikiwa ni mwema au ni muovu. Hakuna anayejua kabisa, hakuna anayejua. Anayejua ni yeye peke yake. Sasa ukielekezwa barabara ya sawa kisha ukasema la, hii ni qadar, mimi nishadikiwa hivi, itakuwa ushatupa wasiwasi kwamba pengine umepata wahi kwamba wewe Mungu alikuandikia kwamba ni muovu, na huwezi kutuambia hivyo. Kwa hivyo itabakia vile vile. Lazima ufuate usawa, usitegemee qadar. Na masahaba walipomwambia Mtume kwamba umesema kila mtu ni hivi na hivi, je tukaya? Akamwambia hapana, kila mtu afanye kwa kadri ya uwezo wake, na unatakiwa ufuate barabara ya sawa. Na Mwenyezi Mungu alipokuumba kwenye Qur'ani akaweka wazi, akaweka ya kwamba wahadainahu najidain, tukamuongoza barabara mbili, hii na hii. Kwenye kuongozwa kule Mwenyezi Mungu kwa elimu yake, anavyosema Uthaymeen, Mwenyezi Mungu kwa elimu yake akajua kwamba huyu atachagua hii. Yani amechagua yeye mwenyewe, binadamu amechagua kabisa, kama ile ahadi aliyochukua, mimi ni Mola wenu, naam, alastu bi rabbikum, wakajibu shahidna kadha, mpaka mwisho. Kwa hivyo ulipopewa barabara mbili, wahadainahu najidain, kisha Mungu asema imma shakiran wa imma kafura. Sasa huku imma shakiran wa imma kafura ni mwanadamu mwenyewe anayechagua, baada ya Mungu kumjua kwamba huyu amechagua hii. Hili la kwanza kwenye qadar. Uthaymeen amelijibu kwa namna hiyo kwamba huwezi kutegemea qadar, kwa sababu qadar ni ghaib, hakuna anayejua. Unapotuambia mimi kuvuta bangi ni qadar, ina maana wewe Mungu anakuambia some ama aliye wewe katika uvutaji bangi, nishaandika lauhul mahfudhu. Tumefahamiana? Na bila shaka si hivyo, ni wewe mwenyewe umezivuta bangi. Sema mimi ni mvutaji bangi, mimi mwenyewe kwa matakwa yangu ndio nimetakwa. Masala kwamba ni qadari na qadha, huna uhakika kwamba wewe umeandikiwa ni hivyo. Tumefahamiana ndugu yangu? Hili la kwanza ambalo Uthaymeen amelijibu kwa njia hiyo. Tukija kwenye yadun, vile vile ni upande wa akida. Haya maswali yote ni ya akida, ya kwamba ahlus sunna wal jamaa wameafikiana wote kwenye itikadi yao, wanawacha zile aya zilizokuja kwenye dhati ya Mwenyezi Mungu kubakia vile vile bila ya kuzipindisha. Mungu amesema ana mkono, tunasema ana mkono. Amesema ana kadhaa, ana kadhaa. Ndio msimamo wa ahlus sunna. Wengine wakasema hapana, hatuwezi kusema Mwenyezi Mungu ana mkono tu, kwa sababu itakuwa tumemfananisha Mungu na binadamu. Wakatoa tafsiri hiyo, wakihepa nini? Wakihepa kumfananisha Mungu na binadamu. Mkono tutasema nguvu, kitu fulani tutasema kadhaa, kitu fulani tutasema hivi, kwa sababu tukitafsiri vile vile ilivyo mkono takuwa tumemfananisha Mungu na nani? Na mwanadamu. Lakini sasa kitu kimoja cha maajabu, wanachokikimbia ndicho hicho wanachokifanya. Ukisema Mungu hana mkono, kwa sababu tukisema mkono itakuwa mwanadamu anao mkono, tutafsiri ni nguvu, ina maana mwanadamu hana nguvu? Anazo. Kwa hivyo wamekimbia kumfananisha Mungu na binadamu, kisha wakaja pale kwenye kumfananisha. Sasa usawa ni kutafsiri tafsiri ya ahlus sunna, Mungu ana mkono anaojua yeye, hatujui ukoje. Sisi tunajua tu ana mkono, khalas. Na wala halipingiki hili kwamba majina yakawa yanafanana na uhalisia ukawa tofauti. Sawa Waislamu? Tukisema paka ana mkono na wewe una mkono, mikono yenu iko sawa? Mbona na ni mkono na ni mkono? Paka anao mkono pia, na mbuzi pia ana mkono.
Tambia bana, hebu nipimie nyama, tena nataka mkono wa mbuzi. Nataka mkono wa mbuzi. Lakini tukitukua mkono wa mbuzi na wako tukaushikanisha hivi, bila shaka utakuwa utasema una tofauti. Ndio Mungu akasema kwenye Qur'ani, laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir. Akanusha hakuna anayefanana naye, kisha ataja samiu albasir, yuwasikia na yuwaona. Sasa vipi yuwasikia yuwaona? Na yuwasikia kulingamana na yeye anavyosikia. Usilete kwamba yuwasikia na mimi nasikia, kwa hivyo tuko sawa sawa. Hapana, tukubali sote kwamba paka yuwasikia ama hasikii, na wewe wasikia, na kuku yuwasikia, na kila masikizi hapa yako tofauti. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ana mkono, ana kadhaa kulingamana na alivyo yeye, hatujamuona. Sisi tunathibitisha lile ambalo alilotuambia. Hili ni swali la pili. Swali la tatu ni masala ya makri. Mwenyezi Mungu kujisifu na makri. Wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairu almakirin. Hizi zimekuja kwenye mukabala wa watu wanayomfanyia yeye, kwenye mukabala wa watu wanayomfanyia yeye, lakini haitimbuki kwamba ni jina. Hakuna jina la Mwenyezi Mungu makir ama khadi', la. Unapoambiwa ni khadi, kwa maana wewe hii ni tabia yako kufanya hivyo. Tumefahamiana? Mpaka kupewa jina hilo ni kwamba wewe ni mtendaji wa hivi, ambapo kwa Mwenyezi Mungu hivyo sivyo. Hii inabaki ni sifa. Wakati gani inakuja? Yukhadi'una Allah, na yeye pia anafanyaje? Anaregesha mashambulizi. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Tumefahamiana Waislamu? Kwa hivyo anapofanyiwa yale, na yeye anayaregesha kwa mujibu kwamba mlivyofanya nimefanya, na mwafanya kwamba wayamkuruna, wanapanga vitimbi vya kumdhuru mtume wake. Wallahu khairul makirin, na Mwenyezi Mungu na yeye pia apanga yake, yani kupanga kama ni mnavyopanga. Tutamlia timing vipi tumdhuru Muhammad, na Mungu naye ampangia mtume Muhammad watu wapanga hivi, mimi nataka ufanye hivi. Tumeelewana? Hiyo itakuwa hakuna jambo ambalo ni la makosa. Naam, huo ndio uwezo wa wangu katika kujibu hayo maswali. Ikiwa itakuwa kuna ziada, basi tutazidi kuyaangalia inshallah. Naam mzee wangu. Qur'an ndio haiwezi kuwa ni dawa ya husda. Yaweza, na tumetaja miongoni mwa ilaji ni ruqya, kujifanyia ruqya. Na ruqya aula zaidi ni ujifanyie mwenyewe. Auliza, Qur'ani haiwezi kuwa ni tiba ya hasad? Jawabu ni kwamba Qur'ani ndiyo tiba pekee ya maradhi yote, bora tu kuwe na imani ya hali ya juu. Imani ya hali ya juu. Tunafahamiana Waislamu? Ndio katika ile hadithi ya watu 70,000 watakaoingia peponi bila ya hisabu na bila ya adhabu, wana sifa tatu wale mabwana. Sifa yao miongoni katika sifa tatu, hawasomewi ruqya. Wao hawasomewi ruqya kabisa, hawataki kusomewa ruqya. Kwa nini? Kwa sababu kusomewa ruqya pana sampuli fulani ya kumuhitajia kiumbe, na wao wamekita kwamba kila kitu chetu ni Mungu. Tuko pamoja Waislamu? Haina maana kusoma ruqya ni haramu. Ikiwa pana haja, pana dharura ni sawa. Lakini hawa 70,000 wenye kuingia peponi bila ya kuhisabiwa, Mtume asema la yastarqun, hawawataki watu wawasomee wao ruqya. Kama nkuzisoma zisoma wenyewe. Kwa nini? Kwa sababu akimwambia mtu nisomee, tayari hapo atakuwa amehitajia kwa kiumbe, na yeye yataka amtegemee nani? Muumba peke yake. Kwa hivyo mzee wangu, Qur'ani ndio tiba ya kila kitu. Muhimu kuwe na imani. Ndio katika miongoni mwa swali
Kama sikukosea aliulizwa Ibn Baz, sema mtu ni mgonjwa ataka kwenda, wamshauri aende hospitali ama ajisomee ruqya muombe Mungu shifa. Jawabu akasema ikiwa imani yake kwa Mungu ni kubwa aombe dua, asiende hospitali. Sio mchezo hiyo, ni level nyingine hiyo, sio mchezo. Yani uambiwe uende hospitali kwa haya maradhi ama umuombe Mungu akupe shifa, upewe jibu kuambiwa ikiwa imani yako kwa Mungu ni kubwa basi aula ni uombe dua, usiende hospitali. Ujue hiyo si imani ya hivi hivi ya kikawaida, ni imani kwamba una imani nyingine level yake si ya kawaida. Yani uwe na imani kwamba mimi naomba na nina imani hapa nitapata shifa. Yataka waume wa kikweli kweli waliokomaa katika akida na walioinukia kwenye ucha Mungu. Sisi hapo waomba siku ya pili siku ya tatu, lakini mbona amande hospitali akuisha ushafeli hiyo, hujakomaa bado. Yani wale wakiomba wana guarantee 100%. Na hiyo shekhe, ukifikia hapo basi wewe ni Muislamu mwingine wa maajabu sana. Kama Nabii Musa. Nabii Musa ile imani yake kwa Mwenyezi Mungu, na manabii wote shekhe wana imani nyingine level zao ni kubwa. Nabii Musa alipofukuzwa na Firauni akafuchiwa mbioni, akishtuka mbele kuna bahari. Mbele bahari bwana. Pandikizi si masala ya mto nkujirusha ati uinue suruali uvuke, bahari ya kikweli kweli. Jamaa wakitizama nyuma, Firauni yuaja. Huku hakuna pa kwenda na huku hakuna, njia moja tu bahari. Basi wale imani zao kidogo zilikuwa hazijakamilika vile, wakamwambia Musa, inna la mudrakun, hakika tushashikwa, tushukuru tu, mambo yamemalizika, hakuna la kufanya hapa. Musa umechuchia mbioni, umechuchia paka hapa. Firauni ule yuaja, na hutokea mara nyingine ukitizama kulia giza, mbele giza, kila mahali. Basi mwanamvuli wa shani Nabii Musa alayhi salatu wasalam hakutokwa na jasho wala hakuhara wala hakufanya lolote. Awaambia kalla, haiwezekani. Nini haiwezekani? Hayo maneno yenu ati kwamba inna la mudrakuna, hapana, kalla, mimi nakataa. Kivipi? Amwambia inna ma'iya rabbi sayahdin, mimi na Mola wangu tachokoa hapa. Jamaa wakawa huangaliana, yani manake wasawirisha bahari mbele na pakukimbia hakuna, huke zenye sisi tutaokoka. Vipi na kweli? Yataka imani Sheikh Musa, tutaokoka vipi kweli? Bahari, Firauni huyu hapa shafika na wanajeshi tena na mapanga na mikuki. Hapa sisi nkunyosha shingo mambo yakaisha tu. Ambia hapana kwenu, lakini kwangu mimi inna ma'iya rabbi. Sio mchezo hiyo imani hiyo. Na naam, tizama imani ikiwa thabati, Mungu asema hapo hapo fa auhaina ila Musa anidhrib bi'asaka al-bahr. Tukampa wahi Musa, piga fimbo yako kwenye bahari. Kwa nini Musa alikuwa na imani? Kwa sababu Musa aliweka kwenye akili njia za Mungu si zetu. Nataka uweke hiyo kwenye mitihani yako. Ukileta kwamba kukuokoa Mungu, kukuokoa wewe ni zile njia zinazopita kwenye akili yako, utaona mambo mazito. Sasa hawa walipitisha njia za akili zao. Hapa kuokoka ni imma kuwe na jahazi ama racing boat, tupande tuende, hakuna. Ama ni iwe kuna kitotoro upande wa huku, manake hisi bahari kwenye huu msitu, pengine kuwe kuna njia tupite tuende ndo tutaokoka, lakini hakuna. Hapa kuna cha kuokoka hapa. Lakini Musa aliposema inna ma'iya rabbi sayahdin, alikuwa ashaweka Mungu kukuokoa njia zake ni tofauti na zetu. Ndio maana akaambiwa piga fimbo yako kwenye bahari toka uzalio. Ushasikia bahari kipasuka katikati wewe? Haijawahi kutokea siku hiyo tu.
Sasa Musa alijua fika kwamba Mungu akitaka sio kutatoka njia ya miujiza hapa. Ndio maana mimi nawaambia don't worry, inna ma ya rabbi, hiyo na uhakika, hata sina wasiwasi wala sipepesi macho wala sasa tungepeleka kwenye msitu. Tuliza boli baba, inna ma ya rabbi sayahdin, nyi tulizeni. Na hukuno usikia jamaa ukacha farasi huko na masauti waja na mikuki kweli kweli, jamaa wengine kwenda ukuruduka. Musa tana habari, mimi hakika tutaokoka kwa sababu time tu haijafika. Haiwezekani Mungu achutoe huko atuambie tukija hapa kisha aje hata hivi, hapana, haiwezekani. Na njia ikaja, bahari ikapasuka, kwamba picheni sasa. Mingi simwambia mimi na ya rabbi sayahdini bwana, lakini leo hayo hakuna. Sisi uenda ukakita mbele giza huku giza, ukasema kuisha. Ni imani zetu dhaifu, lakini tukiwa na kama ile ya Nabii Musa ile, hakuna cha kuisha hapa. Mimi nategemea Mungu atatoa njia tu, wallahi itatoka njia bila ya wasiwasi. Na kisha baadaye ndio pale uenda ukakaa. Mara nyingine hutokea kwa, na sio hakuna wenye imani hizo wako, ndio pale mara nyingine huenda ukakaa. Kwa nini? Wajua nilifika nyumbani kawa siamini, kawa hujiuliza chulie ukoka vipi, kwani pale kweli? Yale maswali ni maswali wajiuliza, kwa sababu ile njia ya kuokoka haikuwa kwenye akili yako. Wewe ulikuwa na njia nyingine ambazo umezijaribu. Mpigie Omar Nasor, pengine ukapiga hapatikani. Maana kitu ungempata kidogo hapa, angezungumza nao tukapata nafasi hapa. Nimekumbuka, hebu mpigie nani ama mtumie message, mara fanya hivi, zimekataa. Lakini imani ikiwa iko sio, basi tulia tu. Mara kitamaki ambaye mumeachiliwa, hamujui sababu nini wala hamujui njia imetoka wapi. Lazima tuwe na imani katika vifua vyetu kumwamini Mwenyezi Mungu. Amma yujibu almudtarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ardi. Na mtume vile vile katika vita vya Badr aliomba akiwa na imani na Mola wake. Hapo yuinuka, kilemba kimemwanguka, Abubakar amwambia kafa, tosha ya Rasulullah, basi umemwomba sana Mola wako, Mungu atatimiza ahadi yake. Basi mtume huifucha ntanga, vika kilemba, kipeleka mato juu, wazee waja, idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Mungu akaleta malaika 1000 safi kabisa, wakapiga safu, hakuna anayewaona. Ambia Muhammad, tuambie tu tuanza saa ngapi shughuli tuende zetu. Yataka roho lakini na imani ya kumwamini Mungu kikweli kweli. Si mambo ya kutoa na imani bana. Wewe ukijaribu kutia imani akwambia rafiki yangu, mbona unajidanganya Sheikh? Wewe hapo leo ni kushukuru tu. Ndio pale basi sawa, umekiandika kilo. Mwenyezi Mungu atuongoze na atupe imani ambazo ni za thabati. Naona swala tayari Sheikh. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.